Naam, haziwezi kubamba kama hautopata taarifa mbalimbali kutoka kwenye mitandao ya kijamii ambayo inazungumza kuhusiana na masuala ya michezo pamoja na burudani, kama ambavyo naungana na Ali Bakari. Wengi wanamfahamu kama Ali Mufti kwenye maeneo yake ambayo anatoka, hasa sitaje eneo lake, ila karibu. Asante sana Edward Mangasole. Unajua unaweza kutaja kumbe anaishi wapi? Kisarawe. Yes, anafikaje kwa hiyo? Lakini kwenye maeneo yako ambayo unatoka wanakutambua kama Mufti. Karibu. Ni vigumu. Na anasema huo mufti hajapata ukubwani. Okay. Hilo ni kweli. Mufti amepata tangu akiwa nani unasema? Mdogo. Tangu akiwa madrasa. Amesema tangu akiwa Yoso. Neno ambalo tulikuwa tunatumia sana wakati tunacheza mpira, Yoso, Mayoso. Umeshiriki ligi yote ya Yoso? Basi subiri kwanza, mpira wewe bwana. Mufti tangu akiwa Yoso. Ni kweli. Al-Mufti akiwa mbali ukimuona kweli unaona ni Mufti. Ukimsogelea Mufti unakuwa mbali na yeye. Mufti unaondoka kidogo anabaki hali. Huo ni utani wa Edward Mangasole. Mambo ni mengi sana kutoka kwa kijana huyo. Ambaye miongoni mwa nchi ambazo ametembelea ni Algeria na Morocco, sio? Au hujatembelea huko? Malawi mimi ndio nchi ambayo nilipenda. Tutakupeleka Kongo pia. Sasa Malawi sio nje ya nchi. Sitaki. Utaki tena huko? Sasa hapa Ali alikuwa anazungumzia nje ya nchi, sio nchi jirani. Malawi hapa ni nchi jirani. Malawi pazuri. Sasa alikuwa anazungumzia nje ya nchi, sio nchi jirani. Hapo ulipoenda ni nchi jirani kana. Karibu Ali. Yes, bila shaka yoyote kama ni mtumiaji wa kisimbuzi cha Azam TV, na ninaamini ya kwamba wewe ni mtumiaji wa kisimbuzi cha Azam TV, na ndio maana unatuona hapa. Ni muda wa Zilizobamba. Sasa twende moja kwa moja. Ni nyakati za pre-season, lakini pia ni nyakati ambazo inaendelea michuano ile ya FIFA Club World Cup ambayo inaendelea kule Marekani. Lakini Tanzania sasa inaonekana kuwa ni chimbo la mastaa katika soka, katika muziki na maeneo mengine. Na hao mastaa wanakuja Tanzania kwa ajili ya kupumzika, utalii na mambo mengine. Huyu ni mchezaji mwingine kutoka Arsenal pale, golikipa David Raya. Amasia? Ndio. Martin, majina yake matatu yote David Raya Martin. Yeye na mke wake wapo hapa Tanzania Tarangire kwa ajili ya kutalii. Na hii ni posti kutoka kwa mke wake Tatiana, ambaye anasema first day of the honeymoon completed. Na ndio maana nimetumia neno mke wake baada ya kuona neno hiyo honeymoon. Honeymoon ni fungate kwa Kiswahili na huwa linakuja Tarangire. Tarangire. Na mara nyingi honeymoon inapatikana baada ya watu kufunga ndoa. Kile kipindi cha kufunga ndoa inapatikana honeymoon. Mangasole, mbona unatafakari sana? Hapa mwenye honeymoon beach ni nani? Ana uzoefu na mambo ya ndoa. Mwenye honeymoon beach ni wewe. Mimi na zaidi ya miaka 2 sasa. Sasa wewe ndo honeymoon yako ni ya karibuni. Sisi Mustafa Faraji mtoto wa darasa la 6. Miaka 6. Darasa la 6 mtoto. Mtoto wa darasa la 6. Tunaisha na miaka yake mingine hivi. Ndio mrefu kama miaka 13 hivi. Wewe ulikuwa unajiona Kongo, wewe ulikuwa unajiona mkubwa. Kwa hivyo sorry, tusimuulize Michael Kesho. Amna honeymoon hapa kaka. Watu wanafichana kama wanauza mihadarati. Sawa, basi nimetoka wapi? Lakini Watanzania pia wamekwenda ku comment hapo wakisema welcome to Tanzania. Hakuna matata, welcome to Tanzania. Comments nyingi kutoka kwa Watanzania. Lakini hii inapendeza. Moja kati ya sifa ambayo ipo kwenye hifadhi ama mbuga ya taifa ya Tarangire ni kuwa na simba ambao wanapanda miti. Simba wanapanda juu ya mti. Wanaopanda miti. Wanapanda juu ya mti duniani. Moja kati ya sifa ya Tarangire ni hiyo kwamba ukikimbizwa na simba ukaparamia mti atakufuata huko ulipo. Kuna baadhi ya simba kwa mfano Serengeti, Ngorongoro unaweza wakakushangaa wakiwa kwa chini, lakini hao Tarangire aliyejua mfuate huko watakufuata. Kwa hiyo ni maeneo fulani hivi ya kuvutia ambayo pia yanaweza pia yakawa na details ndogo ndogo ambazo zinaweza zikamvutia pia mtalii akasogea pale. Sasa kwenye honeymoon yako ya pili unaweza kwenda huko. Honeymoon ya pili.
Hebu rudia tena honeymoon ya pili kwa sababu bora jambo mlifurahia. Mimi si wote niambia, sikuna vingi ananiambia. Kumbe. Sawa, ukipigiwa simu kutoka nyumbani, okay. Yes, lakini kikubwa ni kwamba hii Tarangire imekuwa ikiwavuta kwa sababu David De Gea naye alikuwepo Tanzania, na alikuwepo Tarangire. Lakini nani yule Ibrahimovic. Yes. Yeye alikuwepo Serengeti. Zlatan Ibrahimovic. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba bila shaka ni Royal Tour itakuwa imechagiza hiyo. Ujue hakuna kwenye mambo ya utalii. Utalii huu kwanza huu unazingatia usalama wa nchi. Sawa. Yaani nchi ili uende ukatalii lazima usalama wako uwe katika kiwango cha juu zaidi, ama cha kumvutia mtalii kuhakikisha kwamba mimi nikifika sehemu fulani nitaenda nitarudi vizuri. Sio kwamba unafika alafu unakutana na kuna kundi la waandamanaji umuhumu na begi lako na mke wako kama David Raya, njoo huku baby, njoo huku, mara kapigwa jiwe. Kwa hiyo huwa wanaangalia kwanza usalama wa nchi, lakini pia kile ambacho wanakuja kukifanya. Je, wanahitaji kupata kitu cha aina gani? Sifa ya aina gani ambayo wanahitaji kwenye utalii wao? Je, ni kuhitaji kukaa kwenye maeneo yenye wanyama, kwenye maeneo ambayo yana vivutio mbalimbali labda vya kihistoria. Kwa hiyo huwa wanazingatia mambo mengi, lakini kikubwa zaidi kwanza ni usalama. Wewe sasa hivi tukikubeba sasa hivi tukwambie tunakupeleka sasa hivi Ukraine ukatalii, sijui kama utakubali. Nchi haiko salama, kwa hiyo huwezi kwenda. Sawa. Lakini kikubwa ni kwamba hivi ndivyo alivyoposti Tatiana. Na Tanzania unaiona pale ipo Afrika, maana yake ni kwamba wengi wataweza kuiona. Yaani kuitambulisha Tanzania mara mbili na kuweka Afrika kwa hiyo angeweka tu Tanzania, dunia inajua Tanzania iko wapi. Lakini anawasaidia wa nje huko. Kwa hivyo kikubwa ni kwamba nchi yetu inazidi kutangazika na ni jambo jema kiukweli. Yes, hayo ni mambo ya nyakati hizi za mapumziko. Twende katika posti nyingine tuone na kwenyewe. Yes, jana bwana unafahamu. Najua mmechambua sana hapa Edward Mangasole na jopo lako la wachambuzi Faraji Mustafa, Michael Yera, lakini kikubwa tunawakumbusha ya kwamba jana kulikuwa kuna mechi 8, timu 16 zikiwa uwanjani, na zote hizo zilikuwa live katika kisimbuzi cha Azam TV. Sasa baada ya kumalizika tu kwa mechi, bodi ya ligi kuu kwa maana ya TPLB wenyewe waliweka posti ya kutupongeza sisi, kutambua mchango wetu kwa maana ya Azam TV kwa kile ambacho kimefanyika jana, mechi 8 zote zikiwa live, na bila shaka yoyote hakuna changamoto ambayo wewe mtazamaji ulikutana nayo. Wakaandika hapo michezo yote 8 ya mzunguko wa 29 wa ligi kuu ya NBC Tanzania imerushwa mbashara kupitia channel mbalimbali zinazopatikana ndani ya kisimbuzi cha Azam TV. Ni Azam TV pekee yake ndivyo imeweza. Mwingine akasema mpaka sinema zetu leo imetembezewa ball. Imetembeza ball. Na ball ile inatembea kule sinema zetu ni Pamba dhidi ya JKT. JKT. Sasa JKT kwenye ukurasa wao wa X waliposti picha akasema Azam TV mlichotufanyia kweli, anatoka Kobe's na Kikala afu ndo sisi tunafuata. Moja kati ya post ambao nilikuta kwenye mtandao wa X na nikajikuta na cheka. Sawa vizuri. Lakini watu wameonyesha kwamba na wenyewe hao watumiaji wa kisimbuzi cha Azam TV wameonyesha kwamba mmenyoka sana wakuu wakitupongeza sisi. Lakini mwingine akisema umeupiga mwingi kwa kweli. Unasema mechi gani tupeleke sinema zetu mzunguko wa 22? Hiyo ngoja niwaache wachambuzi. Kwa sababu channel ujue ni nyingi sana, ila sinema zetu moja kati ya channel pendwa sana kwenye channel zetu. Na jana kuna channel zilibaki. Zilibaki. Kwa mfano Extra jana haikuwa na kitu. Haya, lakini hayo ni mambo ya hata ingeongezeka mechi nyingine ya 9 ingekuwepo. Hata ya 10 pia, kwa sababu wakati mwingine ZBC2 ambayo inapatikana katika kisimbuzi cha Azam TV huwa inatumika pia. Yes, na yeye huwa inatumika. Ila hali kitu kimoja ambacho mimi naweza nikasema, sisemi kwa sababu niko nafanya kazi na Azam TV. Lakini hata kama ningekuwa nje ya Azam TV ni balaa sana. Kwa kampuni ambayo ni kampuni ya ndani kuwa na uwezo wa kuonesha mechi 8. Yaani wewe ni remote kwamba unasogea huku, unatoka huku, unaenda huku. Yaani hata kama ningekuwa sio mwajiriwa wa Azam TV, mimi mwenyewe ningetikisa kichwa huko nilipo. Na hata mimi mwenyewe nilitikisa kichwa jana wakati nashuhudia tena. Sio kwa mara kama ya pili ya tatu hivi mimi nafanya kitu hicho tukiwa huko ndani.
Na kitu kizuri ni kwamba kwenye maeneo yote ambayo mechi zilikuwa zinaonekana ulikuwa unapata quality ambayo unastahili kuiona mechi. Kama kuna sehemu kuna tukio linatakiwa kurudiwa ili upate kuliona kwa mara nyingine, ulikuwa unalipata kwa wakati sahihi. Maana yake ni kwamba kuna watu ambao walikuwa wako kwenye maeneo husika wanafanya hiyo kazi. Yaani haikuwa tu kwamba zimewekwa kamera pale afu endeleeni kupambana nayo. Hapana, yani kama tukio lilikuwa lina contradiction, unaona pale kwenye replay linaenda linarudiwa. Yani ungekuwa unaonyeshwa jinsi ambavyo wafanyakazi wa Azam TV wanasafiri, jinsi hizo barabara za Tanzania zilivyo busy, watu wangekuwa wanaelewa. Zile ramani ile michoro inakuwa wengine wanafika Dodoma wanaachana wanaingia Singida, wengine wanafika huku wanaingilia huku, wengine wanafika huku wanaingilia huku. Yani mtu angekuwa anaona angesema du. Tunaweza kusema tunasema kanda zote za kanda watu walienda huko kaskazini huko, tuliwakilishwa kaskazini mashariki, tuliwakilishwa na Coastal Union, mechi ya Coastal Union. Mbeya nyanda za juu huko tuliwakilishwa na crew ya Young Africans. Kusini ndo kusini ni Namungo. Katikati mwa Tanzania watu walikuwepo, kanda ya Ziwa watu walikuwepo, Kigoma watu walikuwepo. Kigoma watu walikuwepo. Yani karibu nchi nzima. Na inatoa picha, kuna kitu kikubwa ambacho pengine moja kwa moja kinaweza kugusa Watanzania wengi, lakini sio Watanzania tu, hata watu ambao wako nje ya Tanzania kuelewa kwamba maana halisi ya uwekezaji wa daraja la juu. Hapa tunaongea mara nyingi kwamba timu hii sio ina quality players ndio maana wanafanikiwa sana, lakini kwenye hii concept ya haki ya matangazo ndio unaweza ukaona namna gani uwekezaji huwa haudanganyi. Kwa hiyo hichi ni kitu kikubwa ambacho moja kwa moja kinanufaisha walaji wengi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na watarajie mengi makubwa. Dar es Salaam hapa ilikuwa mechi moja tu. Dar es Salaam ilikuwa ni mechi moja tu. Mechi moja tu. Watarajie mengi makubwa. Ni kweli. Sasa tuende katika posti nyingine tuone kunako nini, kwa sababu mechi hizi zitaendelea tarehe 22. Sasa hapa tunataka tukukumbushe tu ya kwamba ule uhondo ambao uliupata jana tarehe 22 utarudiwa tena. Inawezekana ikawa ni bora zaidi, si ndio yani jana ilikuwa bora, lakini tarehe 22 inaweza ikawa ni bora zaidi. Na mechi ni hizo hapa. Mashujaa watacheza dhidi ya JKT Tanzania. Wamerudi pale pale. JKT sasa. JKT watakuwa sinema zetu. Mashujaa jana walikuwa UTV. Mashujaa jana walikuwa UTV. Pamba Jiji dhidi ya KMC. Pamba Jiji wao watakwenda UTV. Wataenda UTV? Pamba Jiji. Kwa hivyo KMC anarudi UTV. Okay. Jana alicheza na Mashujaa, kwa hivyo walikuwa UTV pale. Alafu Simba Sports dhidi ya Kagera Sugar, Azam Sports 2 hao watarudi hapa katika channel ile ile. Jana walikuwa hiyo Simba Sports dhidi ya Kagera Sugar. Alafu Namungo dhidi ya Ken Gold, wao watakuwa Azam 2. Alafu Singida Black Stars dhidi ya Tanzania Prisons, wao watakuwa Azam Sports 4. Bila shaka Singida wanarudi katika hii channel. Jana wanabaki hapo. Jana walikuwa hapo. Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji, wamerudi katika channel yao ile ile ya Azam Sports 1 HD. Coastal Union dhidi ya Tabora United, hiyo itakuwa Azam Sports 1. Lakini pia Fountain Gate dhidi ya Azam FC, Azam Sports 3. Bila shaka nao Azam kama wanarudi. Yani unajua kilichotokea, mimi wakati jana napanga hizo mechi, nadhani wakuu ama wasimamizi wa hizi channel kuanzia nafasi ya kwanza mpaka ya 4 wamepewa kulingana na nafasi yako ulionayo kwenye msimamo. Yanga Azam Sports 1 kwenye nafasi yao ya kwanza, Azam Sports 2, ni Simba ambao wapo kwenye nafasi ya pili, Azam Sports 3, ni Azam ambao wapo kwenye nafasi ya 3, Azam Sports 4. Ndio maana unaona Singida. Kwa hiyo nilingamua nikasema usema mbona mimi umeniweka Azam Sports 4 afu mimi nipo nafasi ya pili? Tumekupanga kulingana na channel. Kwa hiyo ingetokea kwenye labda kwenye mechi nyingine zingetokea zinaendelea hivyo, kama kuna mabadiliko yamefanyika pale kwenye top 4, tungekubadilisha na wewe ungeenda kulingana na channel yako. Na bahati tuseme si bahati nzuri, si bahati mbaya, matokeo kwa kuanzia namba 1 mpaka namba 4 kama yamebaki vile vile. Yako vile vile mpaka labda kwa namba 1 na namba 2 ndo baadaye tunaweza tukapata mabadiliko. John anaitwa John Nation anakumbusha hapo kwamba mmeweza sana, ambao hawajalipia walipie sasa. Hata kwa bakora anasema kama kuna mtu hajalipia kisimbuzi chake basi hata kwa bakora aweze kulipia kisimbuzi chake. Lakini kikubwa pia Mangasole Edward, ni tutoe pongezi pia kwa idara ya online ambayo jana ilikuwa busy. Kulikuwa kuna video tuliposti katika ukurasa wa Azam TV Sports kule, unaweza kaona chumba cha newsroom jana kilikuwa kina heka. Na of course kulikuwa kuna ushirikiano mkubwa wa idara tofauti kuisaidia pia idara ya online kuwapa taarifa kwamba TV huku bana, huku natokea hivi, kwa maana zile TV zilivyokuwepo.
huyu anaangalia huku, huyu anaangalia huku, huyu anaangalia huku. Si unajua? Hauwezi kuangalia TV zote. Huwezi kuangalia TV zote kwa wakati. Yes, tuende katika ukurasa wa Ali Kama, huyu meneja habari na mawasiliano wa Young Africans. Yeye amempost Pacome Zouzoua ambaye jana alifunga magoli mawili yes, na ameandika hapo MVP. Sijui kama ni kweli ni MVP kwa maana kwamba ndo tunaelekea katika mwisho wa ligi ama msimu. Je, MVP kweli Pacome Zouzoua? Na jana alikuwa mchezaji bora wa mechi ile. Ni miongoni mwa wachezaji nafikiri wanaongoza kwa kuwa mchezaji bora kwa kuchukua tuzo nyingi sana. Huu mwaka ni mwaka wa uchaguzi. Na ndani ya uchaguzi kuna kampeni. Sawa. Lakini kuna mtu niliona kuna mtu hapa aliweka comment akasema MVP ni Ahwa. Sasa ndio maana kuuliza huu mwaka si mwaka wa uchaguzi. Na kwenye uchaguzi huwa kuna kampeni kwanza kabla ya kumjua nani ni nani. Sasa hii ni kampeni. Sema ya kampeni. Ndio maana umemwona mwingine amekuja hapo anasema MVP ni Ahwa. Kwa hiyo bado kila mtu yupo kwenye kampeni ambayo anaamini kwamba fulani ni bora zaidi ya fulani. Ahwa jana mtu wake. Ahwa jana aliongeza goli. Kwa hivyo vita ni kali. Kwa hivyo tuache wenyewe. Au mchezaji hatari. Huyo? Huyo hatari. Hatari. Kwa hivyo bwana. Haya, twende katika tukio. Twende katika posti nyingine. Hapa ni Mashujaa ambao watacheza na dhidi ya JKT Tanzania, na wameweka posta anasema mipango ya karata yetu ya mwisho ni kutufikisha nafasi ya 5. Watanganyika tujiandae kwa nguvu kubwa kuelekea tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2025 kwenye dimba la Maajabu la Lake Tanganyika. Hao bado wapo pale pale nyumbani. Wanamaliza na JKT. Mafande hao wenyewe wanakutana wenyewe. Hivi mnakumbuka jana au kuwepo Mangasole, amkuwepo yule afisa habari wa Mashujaa aliwaambia KMC ya kwamba ili waondoke salama ni lazima wafe. Sasa ili waondoke salama KMC ni lazima wafe. Sasa watakufaje na wataondoka vipi? Yaani ili waondoke hayo ni maneno ya afisa habari wa Mashujaa, tambo za wasemaji hao. Tutoke hapo tuende katika posti nyingine na kwenye tuone kuna habari gani. Sasa unafahamu ya kwamba mwezi Julai Vitasa Masumbwi kijana mmoja anaitwa Aidan Mlimila huwa anafanya dish yani huwa anapenda kufanya Vitasa Aidan Mlimila, na ndio huyo hapo huyo nipenda dish ya huwa anafanya dish yako sijaipenda au je, lakini ndivyo anapofanya Aidan Mlimila. Kuna kikao ambacho anakifanya hapo. Naam, yes. Huyu ni Stumai Mup. Yes. Afu huyo Sara Alex. Ni bondia fulani ukimtazama kwa macho ukikutana naye unaweza kusema si mwana mitindo. Unaweza sema sio bondia. Sio bondia kabisa. Siku hiyo mimi mwenyewe kwa kutana naye kule kantini. Arusha. Ulijua ni wa chumba cha hapo nyuma? Kujua. Yes, ni miongoni mwa vitu ambavyo huenda vikatokea mwezi Julai hapo. Kwa hivyo wapenzi wa Vitasa wakae kwa kutulia, wasubiri, na kama ikiwa hivi Sara Alex na Stumai Muki, we Mangasole umekuwa ukiendaenda kwenye Vitasa, unatarajia nini kwa nukta kidogo? Ujue wakati wanafanya huo mkutano nilikuwa nipo nyuma ya hiyo picha. Kwa ambao pengine hawakuwepo wanaweza wakasema siku ya pambano hawa watu watakuwa ni maadui, ni marafiki kwanza. Yaani marafiki hao watu wawili, Sara Alex pamoja na Stumai Muki. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nakitarajia, wenyewe kila mtu alikuwa anaongea hapa. Yaani ile sasa wanaongea sasa kirafiki, sio kwenye sio kwenye kamera. Tutarajie moja kati ya mapambano mazuri sana ambayo yanaenda kuirudisha Vitasa kwenye pale ambapo Vitasa vilikuwa vipo na zaidi ya pale. Shotala_TZ anasema hii itakuwa kali kiasi. Anasema hivyo. Alafu Kamaliza Mari anasema hii ni kali, wote na wakubali, but nawakilisha home A town bila shaka Arusha. Kwa hivyo maana yake ipo kwa Sara. Mapema sana watu ambao wanaonesha kwamba wanasubiri hichi kitu kwa hamu kabisa. Hivi Mangula hamna bondia? Ifakara ukitoka Mangula kusogea mbele kule ndo tulitoaga mabondia, kuna vijana kule wanazichapa. Lakini pia Mfaume ana uhusiano na kanda ile ya Kilombero. Mfaume. Kama nitakuwa nimekosea basi anaweza kanirekebisha, bila shaka anatazama viwanjani, lakini najua Mfaume ni miongoni mwa watu ambao wana uhusiano na Kilombero hasa kule Ifakara. Sawa. Mkikosa kabisa mnaweza kwenda kumkopa mtu Morogoro pale mjini.
tukamsogeza. Ingawa kule Mangula na Morogoro mbali. Na kuna safari kidogo. Safari mkoa ule. Kama sio mkoa mmoja kaka. Ule mkoa ni mrefu. Twende katika posti nyingine na kwenyewe tuone katika mambo ya vitasa. Yes, hapa sasa. Huyu ni Nasibu Ramadhani. Huyu hapa. Alafu huyu ni Ibrahim Class Mawe. Hawa mabondia wote kwa wanaofuatilia vitasa wanajua ubora wao. Wanajua ubora wao. Nasibu au mabodyguard wanalinda mabondia. Yaani bondia analindwa. Okay. Anaogopa kupigwa au asiibiwe. Itakuwa kuibia. Asipigwe. Asipigwe. Sawa, lakini kuna dalili ya kuwepo pambano kama hilo hapo. Hapo mwezi Julai. Na unafikiri kama likitokea hilo mambo yatakuwaje? Basi ngumi zipo. Ngumi zipo kaka. Vitasa vipo Kwa hao wawili. Vitasa vipo. Nasikwambie mtu. Hakuna ubabaishaji. Hakuna. Lakini kuna promo nimeona pale Dodi na Musa. Big. Musa Saidi. Musa Saidi na Dodi. Musa Saidi na Dodi. Kwanza wale wote watapigana kwanza kwenye mdomo kwa maana ya wataanza kwenye maneno kwanza. Wanaongea sana wote. Sababu wote ni watoto wa pwani wale. Wote Dar es Salaam, wote wa Zaramo. Ila Dodi atoboi. Dodi atoboi. Unaweza kumwambia hivi ukiwa hadharani uso kwa ananisikiliza. Anakusikia. Dodi atoboi. Dodi atoboi kwa Musa. Sawa. Yes, hayo ni mambo ya vitasa. Tuhame sasa hapo twende katika posti nyingine na kwenye tuone kuna nini. Yes, huyu hapa Rais Young Africans Hersi Saidi kwa muda amekita kambi Marekani. Okay. Ndio yupo ughaibuni. Kule ndo ughaibuni. Ndo abroad. Hivyo ukiwa ndani ya Afrika nako ni abroad. Inategemea na Afrika upo sehemu gani. Sio kama nchi anayoenda huyu bwana. Yaani kwa mfano Mangasole kaenda Kenya sio abroad. Makaroba kaenda Zambia sio abroad. Pasco Kabombe kaenda Kenya sio abroad. Masudi Yenya kaenda Kigoma, kaenda Burundi sio Burundi. Garibu Mzinga kaenda Msumbiji. Au Kambili kaenda Msumbiji sio abroad. Nani mwingine? Kwa ameenda Kimzo Karugira kaenda Uganda. Hao wameenda kusalimia, hao watakuwa wameenda kusalimia ndugu? Wameenda kusalimia ndugu jamani. Bila shaka Engineer Hersi yupo kwenye moja kati ya mechi za klabu ya FIFA. Hii ilikuwa ni ya jana. Na bila shaka ukiangalia alichokiandika alitazama mechi ya jana kati ya Manchester City dhidi ya Wydad Athletic Club ama club ambayo ndani yake kuna Aziz Ki na Selemani Mwalimu Gomez. Kwa hivyo ametumia salamu Stefan Aziz Ki akimtazama, aliingia dakika 80 ngapi? 84 na akafanya akashikashi kidogo, ikiwemo ule mpira ambao ulizaa kadi nyekundu ndio ulitoka kwake. Alipiga pasi ya kwanza ikawa blocked, mpira wa pili ukaenda kurejeo kwa Obeng ndio ikatokea ile kadi. Lakini pia akipiga free kick nyingine ambayo wali block. Ukisikia kulala sijui kama nitakuwa sahihi, kulala maskini kuamka tajiri. Kuna watu wanasema kutokea uwanja gani? CCM Lit. Paka Philadelphia Marekani. Ndio. CCM Lit. Kwa nini Lit? Tena wewe atokea. Bali mimi nimechukua huko mbali. Ametoa mfano viwanja. Mchukue kutokea Tanzania kwa raha mpaka Philadelphia. Tanzania kwa raha kwa mfano. Yeah. Au kutokea Lake Tanganyika. Lakini kuna wengine wakasema kutokea KMC Complex mpaka Philadelphia. Sawa. Kutokea Benjamin Mkapa mpaka Philadelphia. Sawa. Wanda kwa sawa. Ya ni takriban hata mwezi umefika. Ametoka hapa. Tangu usajili wake ukamilike. Ametoka NBC Premier League then anaenda kupishana na wachezaji wakubwa kabisa. Na Erling Haaland na Pep Guardiola. Kitu kikubwa. Ni jambo kubwa. Na hata ligi kuu pia ya Tanzania. Ndio hapa sasa unaenda kuchokonoa unakutana na Azam TV humo ndani yake. Kwa sababu ni ligi ambayo inakupatia nafasi mchezaji uweze kuonwa popote pale. Kwa hiyo mchezaji yote ambaye anaringa ni kama niliwahi kuona katuni moja kipindi hicho nikiwa mdogo, baba mmoja Fataki anamwambia binti moja kwamba unapiga teke bakuli la dhahabu. Sasa ukitakwa uje ligi kuu ya NBC ukao una nanili ni sawa na kupiga teke bakuli la dhahabu. Kwa hiyo wachezaji wengi ambao wanaweza kutumia fursa ya kuja ligi kuu ya NBC kwa sababu ya uwepo wa Azam TV ambao unaweza kuwapatia nafasi ya kuona maeneo mbalimbali. Matokeo yake ndio kina Aziz Ki, ndio kina Selemani Mwalimu, ndio wengi ambao wamepita kwenye ligi yetu na sasa hivi wameenda mbali. Fisto Maelo namtaja hapo. Wachezaji wengi ambao wamefanya vizuri sana kupitia ligi yetu. Azam TV. Na ndio maana bodi ya ligi inaipongeza Azam TV. Kazi kubwa inayofanya. Ama sio Ndio kabisa.
Sawa, huyu Alex Ngayo miongoni mwa wajumbe wa kamati ya utendaji ya Young Africans anasema mwanafunzi wangu akamtaja hapa Hersi Said ambaye ndio rais wa Young Africans. Sasa mwanafunzi ni huyo, mwalimu ni Alex Ngayo, si ndio? Yeah. Kwa maandishi haya, sio? Yeah. Atuongeze neno hapa basi. Ni kweli. Haya, kwa comment yake. Kwa comment yake. Haya, tutoke hapo twende katika posti ya mwisho tuone na kwenyewe kuna kitu gani sasa katika mchezo huo. Mimi nimependa picha. Lakini kama ulitazama hiyo mechi ya Wydad Athletic Club ama club dhidi ya Manchester City, baada ya mechi kuisha hakukuwa na taswira yoyote inayoonyesha ya kwamba Wydad inatokea Afrika na Manchester City inatoka katika ligi kubwa duniani. Hakukuwa na ule classes, tunasema utofauti, niseme tabaka. Yani baada ya mechi kuisha, mechi ilivyomalizika Pep Guardiola aliingia uwanjani na wachezaji wengine kule kusalimia. Yani unajua kuna interaction ya karibu sana kati ya wachezaji na benchi la ufundi la Wydad pamoja na wachezaji na benchi la ufundi la Manchester City. Yani unaweza kusema kama vile ni watu ambao wanakutana huko kwenye EPL kwa maana ya English Premier League. Yani kama vile umenielewa? Nakuelewa. Na hiyo ndio maana ya football, kwa sababu ukiachana dakika 90 za mapambano yale, baada ya dakika 90 vile vitu vya uwanjani vinakuwa vimeisha. Unapotoka tayari ni watu wapya. Ndio maana mara nyingi unaona kwenye vitu kama hivyo kupeana mikono, yani kama sehemu moja hapo kuonyesha kwamba mchezo wa mpira wa miguu unaongea zaidi ndani ya uwanja. Ndio inatukutanisha kwenye kushare vitu vingi sana. Kwa hiyo picha ukiachana na kupeana tu mkono, lakini pia unaweza kurudi kichwani. Unaona huyo Amrabat, huyo ni Nurdin Amrabat. Kwa hiyo unaangalia pia hapo kidogo picha ina mfanano hapo, angalia hawana nywele wote. Na wameacha ndevu. Na tabasamu linaonekana kabisa. Yes. Inamaanisha kitu kikubwa sana. Yes, na zipo picha nyingine ukipita katika ukurasa wa Wydad Athletic Club utaona picha tofauti, lakini kikubwa ambacho mimi nafurahishwa na Wydad ni namna ambavyo wanajitangaza. Sijui wamempata mtu mpya wa social media, sijui. Lakini kiukweli wamekuja kivingine kweli kweli Wydad. Wametumia platform hii vizuri. Na ulikuwa unaona hata baada ya mechi pia jinsi ambavyo walikuwa wameposti picha zao kwenye mitandao wakiwa wanaonyesha ulimwengu kwamba nao pia wapo. Na wao moja kati ya kitu ambacho wanajivunia ni kwamba sio tu wanawakilisha Morocco. Wao wanasema wanawakilisha matabaka matatu. Wanawakilisha Morocco, wanawakilisha Afrika, wanawakilisha pia umoja wa nchi za Kiarabu. Unaweza kusema ni moja kati ya taifa klabu ambayo inaweza ikawa imejipambanua kwa utofauti, lakini pia ndani ya kikosi chao kina mchanganyiko wa wachezaji wengi ambao kila mmoja anaweza akawa na guso. Kwa mfano, utachambua nini kwenye the pitch kama utamaliza yote? Tutazame. Lakini sio tu hao Wydad, lakini pia Mamelodi Sundowns na wenyewe ukipita katika ukurasa wao utakuta huko namna nimeona wameweka video ya DJ Khalid, wale watu wa muziki ndio wanamjua zaidi. Akiwa na jezi ya Mamelodi Sundowns na akionyesha ya kwamba alifurahishwa pia na ushindi ambao waliupata. Hivi ni Drake ndo akivaa jezi yako inakuwa gundu? Ni Drake akivaa yeye DJ Khalid ameishika. Yaani kwenye zile kazi anapoteaga sana. Ila akiona tu amevaa jezi unajua kuna mambo mengi. Nimefurahishwa na neno alilotumia kwenye zile shughuli. Bwana Magosole Edward, mimi nisiwafilisi katika the pitch, ni waache hapo, lakini hayo ni miongoni mwa machache tu ambayo tumeweza kuyakusanya kutoka katika mitandao ya kijamii ama zilizobamba ya viwanjani. Rejesha kijiti. Sawa Ali, lakini Abu, katika posti zote ambazo umeweka hapo nimeona Abu Yusuf ambaye mara nyingi tunakuwa naye kwenye zilizobamba amelike. Na kuna posti nyingine nyingi huwa na like. Unaweza ukaenda huko Abu naeka like. Kwa hiyo mimi mara nyingi wasilike. Kama kitu umekikubali unakikubali tu kwa moyoni. Lakini miongoni mwa watu ambao ni mabingwa kupita katika peji za watu Musa Kawambwa. Ana like. Musa Kawambwa, yani ni rahisi sana kumkuta tayari kashapita. Lakini mwingine pia Raymond Nyamwihula. Na ni bingwa kweli kweli. Yeye yani kurasa za mitandao ya kijamii ya kimataifa wapi utakuta tayari kashapita huko. Sasa kuna wengine kwenye mpira hawalike. Na ni wana michezo kabisa, unajua huyu mwandishi mwana michezo. Utakapokuta amelike ni vitu viwili tofauti. Mbona kwenye peji za mpira ulike lakini unakuja kulike kwenye peji nyingine?
Mtaje. Hiyo ni hoja nyingine ambayo tukipata muda kesho tutaijadili vizuri. Naelewa unamaanisha nini, lakini kikubwa tu nimefurahi ya kwamba uliniuliza kwamba fungate yangu ya pili utaenda Tarangire. Amemaanisha. Yeah. Unaniruhusu niondoke? Yeah, nenda. Huyu ile analitaka. Kienda kugombana huko mimi sipo. Ngoja upokee simu. Baada ya kutoka hapa usizime simu. Sizimi. Haya, mimi unaniruhusu niondoke? Yeah, kiukweli. Katika hilo ataenda kuzungumza kama mwanaume. Wataenda kumalizana nao wenyewe. Naye huyu ambaye, lakini kwa sababu imani inaruhusu, sio mbaya. Ali atabeba kadi anavyoweza kubeba. Hii ni Viwanjani, tulikuwa tunatazama taarifa mbalimbali zilizobamba huko mitandaoni.